Tunamshukuru Mungu mpaka hivi ninavyoongea maandalizi ni 99%. Ni mambo machache tu yanayokwa sawa sasa, kama maombi ya watu na yale maombi 12 yanabebwa kwa ajili ya kupelekwa pale, kwa sababu leo ndio siku ya mwisho ya kupiga lile jiwe la mwisho. Kwa hiyo maombi 12 ambayo watu wanaomba ndio yanawekwa leo, yanapangwa. Wao walikuwa na karatasi moja na huku ilikuwa copy na baki huku. Wanaweka original hapa, copy anaenda nayo na unatiki yale ambayo Mungu amekutendea katika mwaka huu. Kwa watu wengi Mungu amewatendea. Kwa maandalizi kwa ujumla nadhani nikasema imefikia mwisho kabisa, na watu tayari wameshaanza kuingia. Yaani hivi ninavyoongea watu wameshaanza kumiminika viwanjani. Na naamini maisha ya watu yatamuona Bwana. Tunatoka ni mkesha wa Christmas wa Chako Mchako. Ule vuka kabla ya kuvuka. Chako lazima kiwe chako. Na sasa tunaingia kwenye ule mkesha wa vuka Chako. Labda utofauti ni Mungu ambao mtu anaweza kusema mbona tulifanya au tunafanya. Chako ni chako, tafsiri yake kimaandiko maana yake kuna watu wengi sana wana vitu vyao lakini viko mikononi mwa watu waharibifu. Nitakupa mfano. Mama mmoja jana alikuwa anashuhudia pale kwenye ibada. Yeye alikuwa anafanya biashara, anauza biashara kubwa lakini anauza 200,000 tu, 100,000. Baada ya kufuatilia tena, yeye akufuatilia, alipelekewa habari na katoto. Kakamwibia mafuta nyumbani kwao ya upako, kakampelekea, kakaiba kwa mamake. Akasema mbona nateseka baba wakati mama anatumia mafuta ya upako na amefunguliwa. Kakampelekea, alipoenda kupaka pale nyumbani kwake usiku, anasikia kitu usiku kinapiga kelele usiku, yani kina juu ya bati. Kutoka nje anakuta ndege mkubwa yuko pale, akachukua mafuta yale, kapaka mkononi, kamnyoshia mkono tu kwamba kama wewe ni ndege wa kawaida uondoke, kama sio wa kawaida ufe. Ile ndege aliinuka akajipiga kwenye ukuta mpaka damu zinatoka, akafa. Kesho yake anaenda kwenye biashara ile ile ambayo miaka yote anauza 200,000, anakuta anauza 1,000,000 na baada ya siku chache ameenda mpaka 5,000,000 anauza biashara ile ile. Sasa hapa maana yake kila watu wengi sana wana vitu vyao lakini viko mikononi mwa watu, maisha yao yamekamatwa. Na chako lazima kiwe chako, maana yake lazima kirudi mikononi mwako. Kuna vitu ni vyako lakini vinatawaliwa au vinashikiliwa na watu wengine kwa njia za ujanja ambao wewe huna. Kuna watu wana mahesabu mengine. Ndio maana watu hata ukifanikiwa kwenye biashara hawakuulizi umesoma chuo gani, wanakuuliza ulienda wapi. Kwa nini? Kwa sababu wanajua kuna njia nyingine. Sasa njia ya Mungu maana yake kila kilichotekwa kwenye maisha yako kinarudi mikononi mwako. Ndio chako lazima kiwe chako. Sasa kuvuka na chako ni tamko la kimaandiko au ni tamko la kiimani, kwamba watu wengi sana, unaona Waisraeli walipokuwa Misri, Farao alipokuwa amepigwa sana na mapigo na Mungu kwamba waachie watu wangu, akataka kuwaachia. Lakini miaka 400 wamewatumikia Waisraeli, wamewatumikia wa Misri, wameteseka pale, wamewatajirisha wa Misri. Farao akamwambia mkiondoka muache watoto wenu, muache nyumba zenu, ng'ombe zenu, punda zenu, farasi zenu. Farasi manake magari yenu, punda manake magari ya mizigo kwa sasa tukizungumza. Akasema muache vyote lakini muende nyinyi wazee tu muende. Musa akamwambia kama Mungu alivyonituma hatutaacha hapa kwako wala kwato wa ng'ombe wetu wala ukwato wa ng'ombe wetu wala ng'ombe wetu wala mpunda wala mbuzi, tutakwenda na vitu vyetu, tutakwenda na watoto wetu, tutakwenda na mali zetu, tutakwenda na uchumi wetu. Na Biblia inasema siku ile alipotoka ndio Mungu aliwaambia Musa kwamba siku hii ya leo ndio mwanzo wa miaka kwenu. Kwa tunapovuka mwaka lazima tunajua tunaanza mwaka na kila kitu chetu. Ndio maana lazima uvuke na chako. Kuna watu wanavuka mwaka, anavuka na magonjwa. Magonjwa sio chako. Anavuka na umaskini, sio wako. Unavuka na mateso, hapana, madeni sio yako. Kwa lazima uchukue neno la ushindi
kwamba ninavuka na kila kitu changu. Mume wangu simwachi, watoto wangu siwaachi, mali zangu siziachi, nyumba yangu siiachi, ninavuka na changu. Kwa kila mtu jitahidi usivuke ukaacha vitu nyuma, vuka na chako. Mambo ni mengi. Mambo ya kwanza ni ule utumishi niliopewa na Mungu. Mwaka 2025 nimeona mambo mengi makubwa, miujiza na matendo makuu. Zaidi sana nimeona Mungu akiokoa watu. Na jambo lingine kubwa katika huduma ni mwaka 2025 nimeona Mungu akinipa neema ya kwenda mataifa mengi, mataifa mengine ya nje. Kama nimekuwa Brazil, tumefanya kongamano pale, mkutano wa nje, na Bwana amefungua maisha ya watu na kuponya. Nimekuwa Zimbabwe, nimekuwa Kenya, nimekuwa Msumbiji. Msumbiji, yes. Msumbiji tumekuwa na mkutano mkubwa wa baraka na maisha ya watu wengi yamefunguliwa. Furaha yangu mimi ni kuona watu wanafunguliwa, watu wanaokolewa, wanaponywa. Lakini vile vile nimeona Mungu akitufanikisha. Na katika huduma, tukio moja kubwa ambalo limefanyika ni uzinduzi wa hema letu kubwa la baraka. Tumekuwa na uzinduzi mkubwa ambao ulikuwa wa baraka katika nchi yetu ya Tanzania, na watu wengi walibarikiwa. Kwa hiyo ni jambo la baraka, tumemwona Mungu. Jambo lingine ni katika mipango yetu Mungu ameifanikisha. Lakini vile vile mambo ambayo yamenisikitisha katika mwaka huu pamoja na shida iliyotokea kwenye taifa letu. Watu kuuawa katika uchaguzi, kipindi cha uchaguzi, vurugu zilizotokea, watu kuuawa, sio jambo la kufurahisha katika taifa. Kwa hiyo lituhuzunisha sana. Mimi binafsi nilihuzunika sana. Nimetoa pole kwa watu wengi sana na kuwatia moyo na kuambia bado tumaini lipo, na kuambia amani ya Mungu ikitawala moyo wako utakuwa salama, kwa sababu mshtuko uliotokea kila mtu alishtushwa katika nchi, na wengine inawezekana kupata shida ya kuumia, lakini moyo wako uliumia. Kwa hiyo Watanzania kwa ujumla pamoja na mimi, ninaamini kila mtu, ili tukio ni picha mbaya kwenye maisha yake ambayo katika mwaka huu ilikuwa sio alama njema, lakini tunaamini Mungu atatusaidia kama taifa. Sidhani kama hatujaongea, wanataka tuongee nini? Kwa sababu tumeongea madhabahuni kuwatia watu moyo na kuambia watu. Mimi na binafsi nimeongea kwa upande wa walioumia, nikawatia moyo. Kwa upande wa serikali tumeshauri kwamba ni vema sana mambo yaishe kwa kukaa, na hekima ni bora kuliko nguvu. Kwa mambo yaishe kwa kukaa na kujadiliana, na upande wa pili pia na tumeshauri kwamba lazima serikali ikubali kukaa, lakini hawa pia upande wa pili ambao labda wana haki zao wanadai, kama taifa na viongozi kama serikali, kila mtu, kila pande. Upande wa serikali unaweza kuwa na makosa, hakuna mtu ambaye hana makosa duniani, kwa sababu binadamu tuko duniani, sio malaika. Dunia ndio hii tulionayo, na kama tutafanya jambo lolote ni vizuri kulimaliza kwa kukaa chini, kwa sababu maandiko yanasema hekima ni bora kuliko nguvu. Kwa hiyo tumeshauri tunapokuwa upande wa serikali. Unajua wakati mwingine mtu anataka labda tuongee vile anavyotaka tuongee, lakini ni vyema sana hekima ikitumika, na kuna mambo ambayo unaweza kuongea na kuna mambo ambayo unaweza kushauri serikali wazi, lakini pia kuna mambo unaweza kushauri pembeni kwamba hili jambo likikaa hivi ni baraka. Kwa hiyo tunapokuwa viongozi wa dini tunahitaji wisdom sana, na wisdom inajenga, haibomoi. Kwa hiyo mimi nafikiri wanaposema watu hatujaongea, wanaotufuatilia kwenye ibada, kwenye TV, tumeongea. Maana yake mimi sehemu yangu mara nyingi ni madhabahuni, na madhabahuni unahitaji hekima ya kuongea, kwa sababu ukikosea pia waweza kuleta shida nyingine ambayo haitakuwa njema. Kwa upande wa serikali tumeshauri, upande wa watu ambao ndugu zetu wote vijana Gen Z, tumeshauri pia kwamba upande huu ukikubali kukaa na upande huu ukikubali kukaa, naamini tutajenga taifa. Kwa hiyo tunahitaji kulijenga taifa kwa amani, lakini ili tujenge taifa kwa amani tunahitaji kwanza hekima. Hekima ikitangulia itatujenga.